Jambo la pili, ndugu zangu waandishi wa habari, kwa muda mrefu pia mmeona kuna makundi ambayo huwa yanaibuka yanasema tarehe 7 kuna maandamano, tarehe 2 tunafanya hivi, tarehe 3 tunafanya namna ile. Nimeona pia nitoe nafasi hii kuwaeleza kwamba hali ya usalama wa mkoa wa Dar es Salaam inaridhisha. Hali ya usalama wa mkoa wa Dar es Salaam inaridhisha. Hii haimaanishi kuwa sasa hakuna kibaka, hapana. Vibaka wa kudokoa, vibaka wa kuiba, vibaka wa kutishia wanakuwepo. Lakini nilipongeze tena jeshi la polisi kwamba limeendelea kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha kwamba Watanzania wa Dar es Salaam wote wanabaki kuwa salama. Yapo baadhi ya maeneo machache wananchi wameendelea kujichukulia sheria mkononi. Kwa mfano, kuweza kujeruhi, wakati fulani hata kuua kwa kutumia vitu vyenye ncha kali au hata silaha. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam chini ya SACP Mlilo pamoja na kamati ya usalama kwa ujumla ya mkoa na zile za wilaya zote, kwa kushirikiana na vyombo vyote vya usalama, tunaendelea kumonita hali ya kiusalama katika mkoa wetu ili uwekezaji ambao umekushafanywa uendelee kuwa na tija pasipo viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani. Sambamba na hili, yafuatayo ni maagizo kwa Watanzania wa Dar es Salaam wote. Wapo baadhi ya watu ambao wanamiliki silaha kisheria, lakini kwa bahati mbaya sana silaha zao hazijalipiwa kwa maana ya zile tozo za kisheria ambazo hulipiwa kila mwaka. Yani vibali, uhuishaji wa vibali vya umiliki wa silaha kila mwaka. Lakini wapo pia baadhi ya wanafamilia ambao wamiliki wa silaha hizo wamefariki, lakini kwa bahati mbaya sana hawajui silaha hizo ziende wapi. Mtu alikuwa anamiliki bastola, alikuwa anamiliki shotgun, sasa bahati mbaya mmiliki huyo amefariki. Sasa wanafamilia wanakuwa hawaelewi silaha hiyo waipeleke wapi. Sasa maelekezo ya kwanza ni kwamba yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria, yoyote ambaye anamiliki silaha kisheria ahakikishe kuanzia sasa, tarehe ya leo mpaka kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8 anafika kwenye mamlaka maalum kuhakikiwa silaha yake na kuilipia vibali vyote ambavyo vinatakiwa kama mchakato wa kisheria wa kuhuisha umiliki wa silaha hiyo kisheria. Kwa wale wote ambao wanamiliki silaha kisheria na kwa bahati mbaya sana katika hali ya kujisahau au pengine kutokuwa na uelewa kuimiliki silaha hiyo bila kuilipia vibali vyake kwa mujibu wa taratibu na sheria, wafike kwenye mamlaka zinazohusika waweze kuanza haraka sana mara moja kuweza kulipia vibali hivyo, lakini zaidi pia kuweza kuhakikiwa umiliki wa silaha zao kabla operation maalum haijaanza kwa kila mmoja. Lakini jambo jingine, kwa wale ambao wamefiwa na wale waliokuwa wakimiliki silaha hizo, wahakikishe michakato ya urithi inapoendelea, silaha hizo zinawasilishwa kwa jeshi la polisi ama kwenye kituo chochote cha polisi kilicho karibu nao ili waweze kupata maelezo mafupi kuhusu namna ya uhifadhi wa silaha hiyo mpaka pale michakato ya urithi itakapokamilika. Kwa wale ambao ndugu zao wamefariki, wameacha silaha na vibali maalum vya umiliki kwa hiari yao, basi wafanye haya ambayo nimeyatangaza. Wale ambao wanamiliki silaha kinyume cha sheria, mtu labda alikuwa ni kibaka, aliiba begi akidhani kuna hela, kujilichungulia begi kuna silaha, akaamua kwenda nayo nyumbani au kuitupa na vitu vingine vya namna hiyo. Wale wamiliki wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria wahakikishe silaha hizo wanaziwasilisha wao wenyewe pasipo kutafutwa na mtu yoyote. Watakapotafutwa na mtu yoyote wakapatikana na silaha hizo kinyume na utaratibu, sheria kali zitakuwa chini yao. Kwa nitangaze tena rasmi kwamba kwa wale wote ambao wanamiliki silaha wasikilize tangazo hili. Ni muhimu kwa mkoa mkubwa kama wa Dar es Salaam vitu vyetu kufanya chini ya utaratibu wa sheria na kanuni. Hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 8, wale wanaopaswa kuhakiki, wale wanaopaswa kurudisha silaha hizo, wale wanaopaswa pia kusalenda kwamba nilikuwa na silaha katika njia ambazo si halali, ninairudisha. Hata ukitaka nenda kaitupe mahali, jeshi la polisi litaiokota, litaiweka silaha hiyo, huku masuala mengine ya kisheria yakiendelea.
Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.